Watu wengi ambao wanatumia dawa zinazopunguza tindikali ya tumbo kuzalishwa. Unajua kuna watu wengi huwa wanajitafsiri wana vidonda vya tumbo kwa sababu ya ile hali ya kubeua na kupata kiungulia hapa. Tunaita gastroesophageal reflux disease. Kwa hiyo anapoanza kupata ile hali, anakuwa ni mtumiaji sugu wa zile dawa kwa muda mrefu, dawa za vidonda vya tumbo. Tunaziita PPI, proton pump inhibitors. Sasa kumbuka, hydrochloric acid huwa inasaidia mwili uweze kumeng'enya vyakula vya protini. Kwa utashindwa kumeng'enya vyakula vya protini, mwili utashindwa kuassimilate, kupata protini ya kutosha ambayo inasaidia katika utengenezaji wa glutathione. Kwa mara nyingi matumizi ya dawa zinazozuia hydrochloric acid kuzalishwa vizuri huzuia umeng'enyaji wa vyakula vya protini kufanyika vizuri, na matokeo yake unajihatarisha na kupungukiwa na vinasa sumu kwenye mwili, kusababisha viungo vyako vyote kuwa kwenye mashambulizi. Hydrochloric acid, tindikali inayotengenezwa ndani ya mfuko wa chakula, inasaidia katika mwili wako umeng'enyaji wa chakula uweze kutokea. Sayansi ya form 2 inasema ya kwamba hydrochloric acid inasaidia kuactivate vimeng'enya chakula vya protein, inasaidia kuactivate pepsinogen into pepsin. Sayansi ya form 2. Sasa kumbe unapotumia dawa za kuzuia uzalishaji wa hydrochloric acid kwa muda mrefu, kuna uhatari wa kuathiri umeng'enyaji wa vyakula vya protein. Lakini hydrochloric acid inasaidia kutengeneza pH, yani mazingira ya mfuko wa chakula yawe more acidic. Endapo kuna bakteria amekuja na chakula kutoka kwenye kinywa, huyu bakteria aweze kuuawa. Umeona? Umeona? Kwa hiyo ndio maana nasema hydrochloric acid inasaidia kukili microorganism. Bakteria yoyote, fungus, nini, anayetoka kwenye chakula anaingia tumboni, asifike kwenda kukuuguza kwenye damu. Hiyo ni kazi ya hydrochloric acid. Sasa changamoto iliyopo ni kwamba watu wengi wana magonjwa ya mtafaruku katika umeng'enyaji wa chakula. Mimi wanaita sio ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Yes. Watu wengi wana magonjwa ya mvurugiko wa umeng'enyaji wa chakula. Kuna vitu vingi ambavyo huwa vinaathiri umeng'enyaji wa chakula, na dalili moja wapo ni gesi, kiungulia, vichomi, umenelewa, kubeua, kutapika, ambavyo tumbo kuwaka moto, ambavyo mtu anavitafsiri ni vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unakuta kwa